Hii ni Mtoro TV. Alhamdulillahil khail wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir wa usalli wa usallimu ala habibihi sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Mheshimiwa Sheikh wetu wa wilaya hii ya Ilala, ndugu yangu Sheikh Adam wa Mwinyi Pingu, Mheshimiwa kakaangu Raisi na mwenyekiti wa tuzo za kimataifa za kuhifadhi Qur'ani, mlezi wetu kipenzi chetu Al-Ustadh Al-Kabir Ali Uthmani wa Kaporo, Mungu akuhifadhi. Mheshimiwa mwenyeji wetu kwa niaba ya taasisi ya Umaif ambaye ni katibu wa taasisi hiyo, ambaye yeye ndio ametuita hapa leo, kakaangu Sheikh Samata. Nisimsahau mwalimu wangu kipenzi Mwalimu Ali Bakari, meza kuu iliyopo kuliani mwangu. Kwa kuchunga muda wote natambua uwepo wenu na namuomba Mwenyezi Mungu aefushe maisha yenu ya kheri. Wanafunzi wa Madrasatu Ummul Mu'minin mliopo hapa, waalikwa wote, waandishi wa habari, niwaamkie kwa maamkizi mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya hayo yaliyotangulia, niseme tu kwanza, sina budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala anayetuneemesha kwa mengi miongoni mwa neema zake mbalimbali, ikiwa neema hii tukufu ya kukusanyika pahala hapa kwa ajili ya jambo hili kubwa ambalo ni moja katika alama za uwepo wake, lakini ni sehemu ya kuthibitisha uchamungu wetu. Na nimuombe mapema Mwenyezi Mungu ajalie haya yote ambayo tunayafanya hapa ayakusanye kwa ujumla, atuongezee katika vile vinavyoongeza uzito kwenye mizani zetu za mambo ya kheri, zitusaidie siku ile tukikutana naye, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Basi ajalie haya ni yenye kutubusti tukikutana naye, iwe ni sababu pia ya kusamehewa makosa yetu. Na katika mfuko huo wa shukurani, sina budi kuwashukuru viongozi wote kwa nafasi zao tofauti, pamoja na wanafunzi wa Madrasatu Ummul Mu'minin Aisha pamoja na taasisi ya Umaif, kwa kunipa mimi binafsi sharafu hii kubwa ya kuwa mgeni katika hafla hii fupi ya uzinduzi wa mashindano haya makubwa ya kuhifadhi Qur'ani kwa wakina mama. Nawashukuru kwa hili, na hakika najua nisingechaguliwa eti kwa sababu yoyote, bali ni mapenzi ya dhati yaliyomo katika vifua vyao na nyoyo zao kwangu. Basi ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayadumishe mapenzi haya mpaka siku tukikutana naye. Hapo hapo katika upande wa shukurani niongeze na pongezi. Naipongeza taasisi hii pamoja na madrasa hii kwa kudumu katika jambo hili kubwa kwa muda mrefu, mwongo mmoja sasa, manake ni miaka 10 na kidogo. Huu ni mwaka wa 13. Sio jambo dogo, kwa sababu mimi ni mdau wa Qur'ani kwa miaka mingi. Najua changamoto, mazito, vikwazo, mchaka uliomo katika usimamizi wa jambo hili la kheri. Kwa vile ni jambo la kheri, na siku zote kama tunavyoambiwa hakuna jambo la kheri likasimama pasi na changamoto mbalimbali. Basi nawapongeza
kwa kulishika hili. Mtaingia katika neno la Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Mungu anapanga, amesema maneno haya, hakuyasema yakaishia kwa watu wa Maka tuna watu wa Madina waliokuwa zama zile, bali kwa vile ametaja minal mu'minina, basi nanyi mtakuwa katika kundi hilo. Niongeze hapo hapo, lishikeni jambo hili na likamateni kwa magego ya meno yenu, kwa sababu ndivyo inavyokuwa. Atahsabul majda tamran anta akilu lan tablugha almajda hatta tal'aqa sabira. Mmoja katika wanachuoni alisema hivyo, usidhanie utukufu au mafanikio ni tende ambayo utakuwa unaila huko unatikisa miguu. Hapana, bali mafanikio ni mchaka, huwezi kufikia ila uonje shubiri, na shubiri yenyewe ni hizi tabu mnazozipata. Nimesikia umezitaja katika hotuba yako Sheikh. Binafsi nakumbuka zamani nikiwa mdogo, manake mdogo zaidi hapa, alikinialika Sheikh Ali kuhudhuria madrasa hii siku nyingi sana, nafikiri ni zaidi ya miaka 13. Wakati huo Sheikh Kaporo nafanya kazi jirani na pale, nilikuwa nikipita nachungulia kidogo. Nimekwenda, sikufikiria kwamba iko siku moja nitakuja kualikwa kuwa ni mgeni rasmi katika uzinduzi wa mashindano makubwa kama haya. Ni miaka mingi sana Sheikh, la umesahau. Unakumbuka katika ile nyumba pale. Nikija na mimi natamani kwamba siku moja nisimamishe jambo kama lile. Wallahi ni mafanikio makubwa sana. Mmoja katika wana falsafa anasema, believe your process to success. Uamini mpango wako ili ufanikiwe. I'taqid sabilak litafuza. Itakidi umepanga nini ili ufikie katika mafanikio. Uamini mpango wako. Leo ndugu zangu Waislamu na wanahabari na wote wanaonisikiliza wakati huu, wengi tunashindwa kufikia katika mafanikio kwa sababu tu tunafika pahala tunatishwa na tulichokipanga sisi wenyewe. Tumepanga kufanya nini ili tufike wapi, katikati vikianza kutokea vikorombwezo na vile vya kutishatisha, tunaona huu mpango sio sahihi, tunaliacha jambo njiani, tunatafuta lingine. Na ndio maana siku zote hatujui tuko wapi, tunataka nini, hatutaki nini, hatujui. Mmoja anasema, tamanna almar'u fi sayfi shita wa idha jaa ashita ankara ma li hadha wala bidhaka radhiya utila al-insanu ma akfara. Mtu wakati wa joto hutaka baridi na wakati wa baridi hutaka joto. Hajulikani anataka nini, hataki nini. Tukasema kutila al-insanu, amefeli mwanadamu kwa sababu ya kukanusha mipango yake. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Mmeuamini mpango wenu kwa miaka mingi, leo hii mnafanya kitu kikubwa kama hiki, na Mwenyezi Mungu atajalia kitakuwa kikubwa mara zaidi ya hapa, kwa sababu tunatakiwa tuende mbele. Maneno yangu mimi ni mafupi sana kwa sababu yamesemwa mengi na muda umekwenda sana na tuna mambo chungu mzima. Nafurahishwa na mashindano haya ya kina mama. Kila mara mimi napokuta mambo kama haya hujipiga mfano mimi mwenyewe, Walidi Alhadi Omar Kawambwa. Nasema leo mimi nisingekuwa kwa nafasi hii isipokuwa mamangu Sheikh Athman. Unamjua Bi Kijakazi. Mamangu alipambana sana kwa sababu yeye alisoma Qur'ani, na nilivyomuona mama yule akisomea hii Qur'ani nimekumbuka lafudhi zake, niko mbele ya BK mimi ananifundisha Qur'ani. Wallahi niwaambie wanahabari, mama yule yupo hai mpaka leo na namuombea Mungu sana. Sometime huwa nikajitizama katika eneo na society nilozaliwa mimi namna ilivyokuwa, na nikachomoza mimi, basi simuoni yote isipokuwa namuona yule bibi. Aliwahi kuniambia siku moja, Walidi, kama hutaki Qur'ani, sitaki kusema alichosema mbele lakini alisema neno hili, alisema hilo neno, basi
nikapambana na alichokuwa nacho. Niwaambie, nimekusikia Sheikh Uthmani hapo unasema zamani haikuwepo utaratibu wa kuhifadhi Qur'ani. Labda niongeze, haukuwepo utaratibu wa mashindano ya Qur'ani, lakini walikuwepo wakina mama waliohifadhi Qur'ani. Minhunna Ummul Mu'minina Kijakazi, na aliifanyia kazi kweli. Ilifika pahala mimi sili isipokuwa nimsomee Qur'ani iliyohifadhi, tena kwa kituo. Wakati wa chai, watu wote pale chai watakunywa isipokuwa mimi na marehemu mdogo wangu ile, tusome Qur'ani kwanza ndo tunywe chai. Breakfast. Na kama mambo haya yanakwenda viral live, na fikiri naye anaangalia saizi, anatikisha kichwa hapo alipo. Ukifika wakati wa dina, hatuli chakula cha mchana hicho hicho cha kimaskini, sio chakula kweli kweli cha kimaskini, huenda ugali mtupu tu, lakini ungati ugali ule usipokuwa usumewa naziati. Na ikifika saa 12 magharibi, sisi ilikuwa tuoni nje, ni kipindi cha Qur'ani, yeye anaanza mpaka ikishafika Aisha ndo huja mumewe sasa Ustadh Alhadi Omar Kawambwa, naye ndo atusomeshe hizo sera, hadithi. Mpaka nakumbuka siku moja tulivutana na mimi na yeye, akaja kusawazisha jambo hilo baba yangu, tukingangania ile idgham fama rabihat tijaratuhum. Nafikiri waliohifadhi Qur'ani wanajua katika suratul Baqara inakutana idgham kamil, zimekutana te hizi mbili. Bi mkubwa pale alikuwa yeye anasoma kwa alivyohifadhishwa, fama rabihat tijaratuhum, mimi naona te mbili, nataka zote zitamkwe. Naambia mama, hizi mbili. Anasema ndio mbili, lakini sema fama rabihat tijaratu. Kwa nini? Anasema hivyo hivyo mmenivyoambiwa hivyo hivyo. Mpaka alipokuja mtu anojua tajwidi akasema hizi ni mbili, lakini moja maskuna, nyingine muharraka. Hii ya maskuna inazamishwa huku, hii ndio idghamu. Nikaanzishwa kusomeshwa tajwidi, lakini ni mpambano ulikuwa mkubwa. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu. Amen. Kwa hiyo nafurahi sana nikiona mambo haya yanashikwa na akina mama. Wakina mama nyinyi ndio dunia hii. Al-ummu madrasa. Niwaambie mpana kujirudisha nyuma, Qur'ani ni moja katika vitabu vya miujiza. Miongoni mwa miujiza ya Qur'ani ni namba zilizomo ndani ya Qur'ani. Wakina mama mmetajwa mara 24 ndani ya Qur'ani, na wanaume mmetajwa mara 24 ndani ya Qur'ani. Maana yake nini? Hawa ni mtu mmoja tu, ni mtu mmoja. Na hata ukirudi katika historia nyuma, mwanamke ametoka katika ubavu wa nani? Kwa hiyo ni mtu mmoja tu. Sawa sana mimi kungoa ndevu yangu itakuwa bado mimi tu, au ndevu kitu kingine na mimi kitu kingine. Nacholenga hapa, msirudi nyuma, chukueni nafasi yenu, iongozeni dunia inayokwenda kuanguka. Sisi hatusemi tushashindwa, lakini tunaelekea kushindwa, kwa sababu tumebaki kushindana tu. Leo hii kila unayemuona shekhe, basi amtafute shekhe mwenziwe ambomoe, ndo raha yake. Yani mtu kasoma miaka 50 huko, lakini akija mjini hapa na elimu yake amtafute Sheikh Kaporo, awe ana maana katika jamii. Kwa vitu vidogo tu tafia, na vitu ambavyo vipo, ilmu haiko hivyo. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kwa hiyo mimi najua hiki, wewe unajua hiki, twende tutakutana mbele ya safari huko. Lakini kila mmoja anataka abaki peke yake. Nibaki mie tu Walidi Dar es Salaam nzima hii. Sasa atakuwa alokosea kuumba Mungu basi. Na nasema haya kwa sababu najua anakwenda viral. Wakina mama sasa, nendeni mkashikamane, mtu overtake. Nendeni mfanye kazi yenu. Na ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenda kasome vitabu vya sera, Nisa'u haula rasul. Nisa'u haula rasul. Kaone kazi iliyofanywa na wanachuoni wa kina mama, wacha Mungu wa kina mama, mahufadhi wa kina mama, mahukamu wa kina mama, ulama wa kina
Ummul Mu'minina Nafisa. Nafisa alikuwa anaitwa Nafisatul al-Ilmi. Aliwahi kutokea mwanamke mmoja anaitwa Nafisatu al-Ilmi katika kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa miujiza mama huyu au karama zake, siku alivyokufa Imam Shafi, yeye alitokea mbele akasema, mkimaliza kumuosha Imam Shafi na mkamswalia, nipitisheni hapa na mimi nimswalie. Wakamuuliza, kwa nini yeye tu na wamekufa watu wengi hapa Masri hujaomba hilo? Akasema, naam, kwa sababu huyo Imam Shafi kidogo alikuwa anabahatisha kutawadha. Angalau alikuwa anaonja, hajafikia kiwango cha kutawadha ule udhu unaotakiwa, lakini angalau. Jamani, anazungumzwa Imam Shafi na anasema maneno hayo mwanamke. Hii ni kuonyesha nini? Ulimwengu wenu wa kielimu ni mkubwa sana. Nendeni mkaifanyie jambo hili, kalisimamieni, alafu msimame. Nachoshukuru katika zama ambazo Mwenyezi Mungu amejalia mimi kama kiongozi wa kiroho katika Dar es Salaam, yanatokea mambo kama haya na anazidi. Nayaombea Mungu sana. Bila hakika maneno ni mengi, zangu mimi ni shukurani, lakini pia ni pongezi na hamasa kwenu. Umefika wakati wa kuyazindua mashindano haya, na niseme sasa leo tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025 nimeyazindua mashindano ya kuhifadhi wakina mama chini ya madrasa Ummul Mu'minina Aisha kwa taasisi ya Takbir. Kwa hiyo yamezinduliwa rasmi kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mbele yangu na ratiba kidogo ya utaratibu au mchakato mzima wa mambo utavyokuwa. Leo tumeyazindua, lakini kuna mwanzo wa usajili. Watu wajisajili, wajitokeze kuanzia hii leo mpaka tarehe 25 ya mwezi huu. Huo wote ni muhula au muda wa watu kujisajili. Popote yanapofika matangazo haya, basi watu waambizane zaidi ili waje kujisajili. Na mchujo mwanzo itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 6 2025. Tutaendelea na mchujo mpaka tarehe 22 mwezi huo wa 6 mwaka huu 2025. Baada ya hapo sasa tutaingia katika fainali, na fainali itakuwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 6 2025, mahali katika wilaya yetu hii ya Ilala. Sheikh Adam Mwenyepingu bado dodo linakoangukia, maeneo ya Posta Mpya, ukumbi wa Julius Mwalimu Nyerere maarufu sana. Tunafanya matukio yetu mengi pale, na mgeni rasmi tunatarajia atakuwa bibi yetu wengine, mama yetu Bi Siti Mwinyi, ambaye mke wa hayati mzee Ali Hassan Mwinyi, Mwenyezi Mungu amrahamu. Nyote mnakaribishwa na mashindano yamezinduliwa rasmi. Takbir. Allahu Akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Shukrani sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuyazindua rasmi. Asante sana. Shukrani. Shukrani. Shughuli yetu tunaelekea ukingoni kabisa, na tumesema si shughuli ndefu. Hivi sasa tunatoa fursa. Hii ni Mtoro TV.